Kutoka kwa Yohana kwa makanisa 7 yaliyoko Asia. Ninawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu aliyeko, ambaye alikuwako na atakayekuja, na kutoka kwa wale roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, wa kwanza kufufuliwa kutoka kwa wafu, na ambaye ni mtawala wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda na ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake, akatufanya sisi kuwa wafalme na makuhani, tumikie Mungu Baba yake. Mimi ni Alfa na Omega, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mimi ni Yohana, ndugu yenu na mwenzenu katika mateso na katika ufalme na subira kwa ajili ya Yesu Kristo. Niliwekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi siku ya Bwana nilikuwa katika roho, nikasikia sauti kubwa kama ya tarumbeta nyuma yangu, ikasema, andika haya yote unayoyaona kwenye kitabu, kisha ukipeleke kwenye makanisa 7 yafuatayo: Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia na Laodikia. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami, na nilipogeuka nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu. Katikati ya vile vinara nikaona mtu kama mwana wa Adamu, amevaa kanzu ndefu na mkanda wa dhahabu kifuani. Mimi ni Alfa na Omega, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake yalikuwa kama moto wakao. Miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana, kama vile imesafishwa katika tanuru ya moto, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya maporomoko ya maji. Katika mkono wake wa kulia alishika nyota 7, na kinywani mwake mlitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake uling'aa kama jua kali. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mfu, lakini yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai, nilikufa na tazama, mimi ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Alfa na Omega, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja,
na